Mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama anasema la tahasadu, enyi waislamu msihusudiani. Labda wengi hawajui husda maana yake ni nini. Wanazuoni wanatuambia na kutuchambulia, tamani zawala ni'matin an sahibiha, ni mtu ndugu zangu watukufu waislamu kutamani neema aliyopewa ndugu yako, aliyopewa mwenzako imuondoke, yeye asipati na wewe usipati. Unaona hilo jambo ndugu zangu ni kama kurudisha Uislamu nyuma. Neema imepatikana kwa mwenzako ifurahiwe, wewe ukiziona hizo neema kwa mwenzako unasikia ndani ya roho yako haufurahi. Ndugu zangu, utajua wakati gani kama mwanadamu unausuda, utajua wakati gani kama uko hasidi wa nafsi yako. Wanatuambia TV1, harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya mkononi pamoja na Duke TV1. Miski ya roho, unachomokaje? بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آذنا الله منا وإياكم من النار. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله. Kila sifa kamilifu ni zake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Tunamsifu, tunamuomba msaada, tunamuomba msamaha, tunamuomba uongofu, tunajikinga kwake Allah Jalla wa Ala na shari ya nafsi zetu na shari ya baadhi ya vitendo vyetu vilivyokuwa vipungufu. Aliongozwa na Allah baada ya kujiwa na uongofu akaufata, bila shaka huyo ameongoka na baada yake hakuna wa kumpotosha. Na yule ambaye aliyejiwa na uongofu akaupa mgongo hakuufata, bila shaka huyo amepotea na baada yake hakuna wa kumuongoza. Ninashuhudia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Waislamu, maneno mazuri ni kitabu chake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Qur'ani, na uongozi bora ni uongozi aliokuja nao mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mambo mabaya Waislamu kila siku ni mambo ya kujianzia. Kila jambo la kujianzia katika dini ambalo halina ushahidi katika Qur'ani ndiyo kitabu cha Waislamu, ama halina ushahidi katika sunna mwenendo wa mtume Muhammadi, wala halina ushahidi katika wafuasi wa mtume masahaba, jambo hilo Waislamu uchukuliwa ni uzushi, na kila chenye kuzuka ni upotevu, na upotevu ndiyo sababu kubwa itawachukulia wengi katika ummati Muhammadi kusukumwa na kupelekwa ndani ya moto wa Jahannam. Waja wa Allah, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anikinge mimi na wewe na uzushi, na pili atuweke mbali na moto wa Jahannam. Na ndugu zangu watukufu Islam, ninakuhusieni kwa mara ya kwanza bila kuisahau nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufata amri zake, kadhalika na kujiweka mbali na makatazo yake. Na wala hawajapata waja wema kuhusiana jambo lililokuwa bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu watukufu Islamu, ama khutba yetu ya leo tutazungumzia undugu katika Uislamu na mambo ambayo yanabomoa na kuvunja undugu wa Islamu. Naam watukufu wa Islam, kwanza tambueni ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ametuneemesha neema nyingi sisi Waislamu ambazo mtu ukikaa hauwezi kuzihesabu, zilizokuwa ndani ya mwili wako na zilizokuwa nje ya mwili wako. Hakuna mtu ambaye anayeweza kuhesabu neema alizopewa na Mungu, awe tajiri au maskini. Ukaikaa chini tukajichunguza, kuna neema nyingi ambazo Allah ametupa ndugu zangu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala katika Qur'ani akasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mtaikaa chini ukahesabu neema alizotupa Allah Jalla wa Ala, wallahi ndugu yangu hakuna kuweza kuhesabu. Hizo ni neema ametuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini neema kubwa ndugu yangu Muislamu ni mimi na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufanya kuwa Waislamu. Hii ni neema kubwa ndugu zangu. Ameikaa Umar ibn al-Khattabi na Yahudi mmoja, anamwambia, ewe Umar, katika kitabu chenu kuna aya moja imeteremka ndani ya hicho kitabu chenu, laiti ingelikuwa kwetu ndiye imeteremka aya hiyo, basi sisi tungekuwa tunachukua siku hiyo iliteremka, ingekuwa ni Idi kwetu. Umar anachanganikiwa, ajui Mayahudi walikuwa na akili za kufahamu. Anamwambia, ni aya gani ndugu zangu watukufu Waislamu? Anamsomea aya yake Rahmani, al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetekeleza neema zangu kwenu nyinyi Waislamu, wa raditu lakumul islam dina, na nimechagua Uislamu ndio iwe dini yenu. Ndugu zangu, Umar anasema, ninaitambua na nafasi ilipoteremkia ninapajua. Wallahi sikilizeni, Yahudi anasema ya kwamba neema hii ya Uislamu kama ingekuwa imeteremka kwetu sisi tungekuwa tunafanya sikukuu. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna neema kubwa kama neema ya Uislamu, mtu kuwa Muislamu ndugu zangu. Kwa hiyo tambueni ya kwamba hiyo ni neema kubwa ndugu zangu Waislamu. Kwa sababu ya Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufanya sisi sote kuwa ni wandugu, na inatakiwa Muislamu ambaye anajua ya kwamba yeye alitoa shahada kwa kuingia ndani ya dini, kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, basi aipe thamani hili neno la la ilaha illa Allah, alitukuze na kuliheshimu tamko hilo la la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na utambue ya kwamba ndugu yangu Muislamu, yoyote ambaye utakayemsikia anasema la ilaha illa Allah, huyo ni ndugu yako. Na hivyo ndivyo ndugu zangu alivyotueleza Allah Jalla wa Ala, na hivyo ndivyo alivyofundisha mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, na akawafundisha maswahaba wa Islam. Akafanya mtume wetu Muhammadi makabila tofauti kuwa ni wandugu kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Iliwafanya hiyo ndugu zangu kabila tofauti kuwa ni wandugu, akafanya Waislamu familia tofauti kuwa ni wandugu kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Akawafanya watu kutoka miji tofauti Waislamu wakawa ni wandugu kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ndugu zangu watukufu Waislamu, maswahaba wakapendana kwa ajili ya kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Watu ndugu zangu waliokuwa wanaishi mji mmoja, hawaelewani, hawapendani, hawafurahikiani, lakini wakaelewana kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Na hivyo ndugu zangu ndio ilivyokuwa katika mji wa Madina baina ya kabila mbili, Ausi na Azraji. Walikuwa daima wanapigana, wanauana wao kwa wao ndugu zangu. Lakini alipokuja Mustafa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, amekuja na dini ya Uislamu, akawapatanisha, wakasilimu, wakawa ni kitu kimoja, wakapendana kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa sababu hiyo ndugu zangu, vita vilivyokuwa baina yao vikaondoka, wakaacha kugombana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habari hii Waislamu anaizungumza ndani ya Qur'ani katika suratu Al-Imran aya ya 103. Msikilize Allah anasema nini ndugu zangu, akiwaambia nyinyi Waislamu yasitokei haya kama yalivyotokea huko kwa ndugu zenu. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni Waislamu neema iliyokuwa juu yenu nyinyi Waislamu, idh kuntum a'da
adaa, pindi mlipokuwa maadui, mnapigana, mnauana, mnagombana nyinyi kwa nyinyi. Anasema ya kwamba fa'alafa baina qulubikum, alipokuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Mwenyezi Mungu akaunganisha roho zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkajikuta mmekuwa wandugu wenye kupendana, wenye kuhurumiana kwa neema ya neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ndugu zangu watukufu Islamu, kwa hiyo ukimuona mtu yoyote, ukiwaona watu wanasema sisi ni watu wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kisha wanapigana, kisha wanatukanana, kisha wanagombana, tambua ya kwamba hawa watu hawajafahamu maana vizuri ya la ilaha illa Allah, hawajaipa thamani hili neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, bado halijapata thamani. Wasikilize waliopata thamani ya neno hili, ndugu zangu. Muhajirina waliotoka Maka kuja katika mji Madina, ndugu zangu, wakapokelewa, lakini kwa sababu hawa waliowapokea walikuwa wanajua undugu na thamani ya la ilaha illa Allah, walipokelewa muhajirina na wakaishi katika mji wa Maka, wakajiona kama ni kwao kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Walipokelewa na ndugu zao maanswari, wakawapenda, wakawapokea vizuri kwa kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Anayasema hayo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala katika suratul Hashri aya yake ya 9. Msikie Allah anasema nini kuhusika na ndugu zetu ambao muanswari waliwapokea muhajirina, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, na wale ambao walioifanya makazi yao kuwa ni mji wa Madina na wakautakasa Uislamu wao kwa maneno na vitendo. Roho zao zilikuwa safi na vitendo vyao vikahakikisha kweli haya wanayafanya yanatoka rohoni. Waliwapenda ndugu zao ambao waliohamia kwao kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Muhajirina waliwapenda maanswari na maanswari wakawapenda muhajirina kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Na ndugu zangu watukufu Islam, lakini tambueni ya kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yakitokea katika familia, ambayo yakitokea katika jamii, ambayo yakitokea katika Uislamu, hayo mambo tambueni yakitokea yanavunja undugu wa Uislamu, yanavunja mapenzi ya Kiislamu, yanabomoa kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na nimeona ndugu zangu kwa umuhimu wa maneno haya tuyazungumzie, ili mimi na wewe tupate kujiepusha nayo, ili mimi na wewe tupate kuikaa nayo mbali, ili mimi na wewe tupate kujitenga nayo mbali, ili tupate kuishi kama walivyoishi answari na muhajirina, ili tupate kuishi kama walivyoishi masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Walipendana Waislamu hawa, wakawa ruhama bainahum. Hawa ni wanafunzi wa mtume Muhammad, walikuwa na huruma wao kwa wao, walikuwa ni makaidi na wagumu kwa wakafiri. Lakini sisi al-amru bil aksi, sisi ni wapole kwa Wakristo na ni wakali kwa ndugu zetu Waislamu. Haya ni mafunzo tofauti na Uislamu. Na ndugu zangu watukufu Waislamu, hivyo ndivyo walivyopokelewa maswahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kwa sababu gani wawe hivyo ndugu zangu? Walikuwa na mwalimu aliyekuwa mzuri, walikuwa na mwalimu ambaye ni kiigizo kwa Waislamu, na si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah anamsifu katika Qur'ani akisema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Imekuwa kwenu nyinyi Waislamu kiigizo bora kwa mtume Muhammad, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, kwa yule ambaye anataraji kwenda kukutana na Mola wake na akaamini siku ya mwisho iko atakutana na Mola na akamlipa kwa yale ambayo aliyoyatekeleza. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, hao ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, walikuwa na kiigizo kitukufu ambacho ni mtume wetu Muhammad. Ndugu zangu watukufu Waislamu, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika hadithi inayopatikana katika sahihi Muslimu iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu,
Abdurrahmani ibn Sahari ad-Dawthi anaripoti hadithi hiyo kutoka kwa mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Alisema mtume Muhammadi, mambo matano ndugu zangu ambayo yanaubomoa na kuuvunja Uislamu. Akasema jambo la kwanza, wala la tahasadu, enyi waislamu msiusudiani. Hilo ni jambo la kwanza, linavunja undugu. Hilo ni jambo la kwanza, linavunja Uislamu. Akasema la pili, wala tanajashu, na wala msipandishiani biashara zenu baina yenu, mmoja asipandishi biashara juu ya biashara ya mwingine. Wala tabaghadu, na wala msichukiane. Wala tadabaru, na wala msipeane migongo mkakosa kusemeshana. Akasema Mustafa Muhammadu sallallahu alayhi wasallama, wala yabi'i ba'dukum ala bai'i ba'di, na wala mmoja wenu asiuzishe biashara juu ya biashara ya mwingine. Kwa kutaka kumaliza haya, Mustafa Muhammadi akayasema maneno ambayo kama ni Muislamu wa kweli wallahi utayaondoa haya na ulichukue ile neno. Akasema wakunu ibadallahi ihwana, kuweni waislamu wa ndugu, kuweni waja wa Mwenyezi Mungu wa ndugu, wenye kupendana, wenye kuhurumiana. Hayo ni mafundisho ya mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Watukufu wa ndugu wa Kiislamu, baada ya hayo mtume wetu Muhammadi akaonesha adabu ambazo Muislamu anatakiwa awe nazo kwa ndugu yake Muislamu. Yeye mwenyewe mtume anasema, adabani Allahu wa ahsana taadibi, Mungu kaniadibisha, kanipa adabu na akaifanya adabu yangu kuwa nzuri mimi mtume Muhammadi. Sasa anatufundisha adabu ambazo Muislamu anatakiwa awe juu yake na Muislamu mwenzake waishi kwa hizo adabu. Akasema almuslimu akhul muslim, tambueni ya kwamba waislamu, Muislamu ndio ndugu yake Muislamu. Wallahi, na yoyote atakayemfanya kafiri kuwa ndio ndugu yake wa urafiki, kuwa ndio rafiki yake wa karibu kuliko Muislamu mwenzake, falaisa minallahi fi shay'in, hana chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kuna wengi wamefanya urafiki mkubwa na makafiri, wakawafanya waislamu wenzao kuwa sio marafiki zao. Hili amelikataa hata Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo ndugu zangu, anasema Muislamu wa kweli ni yule ambaye hawezi kumfanyia mwenzake Muislamu la yadhlimuhu. La kwanza, Muislamu wa kweli hawezi kumdhulumu Muislamu mwenzake, wala yahqiruhu, na wala Muislamu hawezi kumdharau Muislamu mwenzake, wala yakhdhuluhu, na wala Muislamu hawezi kuacha kumnusuru ndugu yake Muislamu wakati anapotaka nusra itoke kwake. Baada ya hapo mtume akasema haya mambo yote kwa kutaka kupatikana, hakuna sehemu nyingine ya kusafisha, hakuna sehemu ambapo yanaweza yakakaa. Akasema attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marati. Mtume akaelekeza uchamungu unapatikana rohoni. Uchamungu sio mavazi kama nilivyovaa vyeupe hapa. Uchamungu sio sura ndugu zangu. Inna Allaha la yanzuru ila aswarakum wala ajsamikum. Mungu angalii sura zetu wala angalii miili yetu, walakin yanzuru fi qulubikum. Mungu anaangalia roho zenu na matendo yenu mnayafanya yakiwa ni ikhlasi. Hili ndio Mungu anaangalia ndugu zangu. Mtume anaashiria kwenye kifua chake, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Uislamu unapatikana kwenye kifua, Uislamu unapatikana rohoni. Kisha akasema baada ya hayo kuonesha jambo baya ambalo Muislamu anatakiwa ajiweke nalo mbali. Akasema bihasbi mri'i minasharri an yaqira akhahu almuslimu, anasema inatosha wewe mtu kuwa ni mtu wa shari kwa kumdharau ndugu yako Muislamu. Na hili ndugu zangu watukufu Islamu limeenea katika mujtama, kudharauliana. Hili mtume anasema inatosha kuwa wewe ni mtu wa shari kwa kuweza kumdharau ndugu yako Muislamu. Kisha baada ya hapo mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama akatuonesha mambo ambayo Muislamu anatakiwa ajiepushe nayo, anatakiwa ajiweke nayo mbali. Akasema kullu muslimu ala almuslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduhu, kila Muislamu juu ya Muislamu
mwenzake, ni haram damu yake. Ndugu yangu, usijaribu kufanya mpango ndugu yako afe. Damu ya Muislamu ina thamani kuliko mbingu na ardhi. Ikimwaika ndugu zangu, mbingu zinatingishika. Kwa hiyo ni haramu Muislamu kuweza kufanya hata mpango wa kumuua mwenzako wa maluhu, na ni haramu Muislamu kuweza kudhulumu mali ya mwenzake Muislamu. Ni haramu wallahi. Kama una imani hauwezi kufanya njama mali ya mwenzako iporwe, mali ya mwenzako idhulumiwe. Ili amelikataa Mtume wa irdhuhu. Na ni haramu ndugu zangu watukufu Waislamu, Muislamu kuweza kuvunja heshima ya ndugu yake. Kwenye paji la uso kuna maandiko ambayo yameandikwa kwa kila mwanadamu, nipe heshima ingawa kidogo. Ndio unaona hata ukimdharau mtoto mdogo naye anaukosea adabu. Ni lile neno liliandikwa kwenye paji la uso, nipe heshima ingawa kidogo, kwa mkubwa hata kwa mdogo. Neno hilo liko halionekani, limefichwa katika siri zake Allah Jalla wa Ala. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema la tahasadu, enyi Waislamu msihusudiani. Labda wengi hawajui husda maana yake ni nini. Wanazuoni wanatuambia na kutuchambulia maana ya husda, wakasema ya kwamba tamani zawala ni'matin an sahibiha, ni mtu ndugu zangu watukufu Waislamu kutamani neema aliyopewa ndugu yako, aliyopewa mwenzako imuondoke, yeye asipati na wewe usipati. Unaona hilo jambo ndugu zangu ni kama kurudisha Uislamu nyuma. Neema imepatikana kwa mwenzako ifurahiwe. Labda ni mtu ambaye amepewa mali Waislamu, labda ni mtu kapewa mali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii inaweza ikasaidia akiwa mcha Mungu ndani ya dini, au amepewa elimu iliyokuwa bora akaitumia vizuri, wewe unamuonea wivu. Au amepewa cheo, au amepewa mke mzuri, au amepewa nyumba nzuri, au kapewa watoto wazuri. Hizi zote ni katika neema. Wewe ukiziona hizo neema kwa mwenzako, unasikia ndani ya roho yako haufurahi. Ndugu zangu, utajua wakati gani kama mwanadamu una usuda, utajua wakati gani kama uko hasidi wa nafsi yako. Wanatuambia wanazuoni ya kwamba ni pale utakapomwona mwenzako amepata neema akapita mbele yako na zile neema, wewe ndani ya roho yako ukajisikia una haufurahi, unakasirika, unachukia. Hiyo ndiyo husda ndugu yangu. Neema amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tambueni ya kwamba mtu mwenye husda anakuaga anagombana na kadari za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwezo wa Allah. Mungu ndio ametoa akampa mwenzako, mshukuru na umuombee dua ile neema idumu, ama muulize aliipata namna gani na wewe ujifunze. Lakini mtu anachukia na anafanya mikakati ya kuweza kuziwia ile neema isimfikie hata mwenzake. Subhanallah, msikilizeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinsi anavyozungumza katika maneno yake ya kwamba ma yaftahillahi min rahmati fala mumsika laha, neema ambayo Mwenyezi Mungu aliitoa akampa mja wake katika rehema zake, tambueni ya kwamba hakuna mtu ndugu zangu wa kuweza kuibomoa hiyo neema, wala ya kuweza kuifanya hiyo neema iweze kukosa kumfikia. Mtu wa husda ndugu zangu hapendagi mwingine awe juu yake. Hii mtambue wallahi, mtu akiwa na husda hatataka mwingine hawe juu yake. Na hii ni tabia ya Mayahudi ndugu zangu watukufu Waislamu. Yoyote atakainuka duniani akataka kuwa na elimu zaidi ya Yahudi, lazima atapigwa mshale na anguke chini. Na haya waliyafanya hata kwa Mtume Muhammad. Husda zao waliposikia ndani ya vitabu wanasema kutatokea mtume ambaye atazaliwa katika mji wa Maka, walihama Mayahudi kutoka katika miji yao wakaenda kufata kule, labda huyo mtoto mtume atatoka kwao, kwa sababu wao ndo walikuwa na mitume wengi. Lakini Allah kaibadilisha neema ikatoka kwa Waarabu. Husda za Mayahudi ndugu zangu watukufu Waislamu, mtu akiwa na husda basi huyo anafanana na Yahudi. Husda ndugu zangu inamfanya mtu akatae haki siwezi kumtawala. Ndugu zangu watukufu Waislamu, tambueni ya kwamba husda ina athari mbaya ndani ya maisha ya mwanadamu, inaacha tabia mbaya. Husda ndugu zangu mwisho wake ni mbaya. Yasikilizeni maneno ya Mustafa Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira. Anasema mtume ya kwamba iyakum wal hasadu, ole wenu Waislamu na kufanyiana husda, ole wenu Waislamu na kufanyiana husda. Kwa nini mtume Waislamu akariri neno hili? Akasema ya kwamba fa innal hasada yaakulul hasanati, tambua ya kwamba ndugu yangu Muislamu, husda inakula mema yako, husda inakula swala yako, husda inakula sadaka yako, husda inakula funga yako, husda inakula matendo yako mazuri. Ni wangapi wameisharibisha matendo yao kwa sababu ya hili jambo la husda ndugu zangu? Haya ni maneno ya mtukufu wa daraja, yaakulul hasanati kama
takulu narul hatabi, kama vile moto unavyoshambulia kuni. Wapikaji wanaelewa namna gani moto unashambulia kuni. Hivi ndivyo unavyofanya husda kwa ndugu yako. Tambua ya kwamba matendo yako ndiyo unaharibu. Waja wa Allah, epukaneni na hiyo tabia na muwe Waislamu waliokuwa wazuri. Ama jambo la pili ndugu zangu, linalofanya undugu haribike, watu wasipendani, anasema Mustafa Muhammadi kuweza kutuambia mambo ambayo yanayofanya amali za mtu ziharibike. Wala tanajashu, na wala msipandishiani bei katika biashara zenu. Kwa kutaka kuelewa hili, tutaleta mfano kama vile mtu ana kitu anakiuzisha mnadani. Mnadani ni uwanja ndugu zangu. Mtu anasimama anasema nauzisha kitu changu franga 2000. Anatokea Muislamu anasema mimi nitakinunua franga 2000. Anatokea pembeni aliyekuwa na husda anakuja anasema hapana, mimi nitakupa 4000. Ndugu yake Muislamu anamwambia ni mimi ndo nilianza kununua, nitatoa hizo 4000. Yeye anapandisha anasema nitatoa 8000. Ndugu zangu, anatoa 8000 kwa kumsumbua ndugu yake mwenzake Muislamu, na hali ya kuwa hata nunua. Hiyo ndio inaitwa tanajashu ndugu zangu, kuweza kuweka bei juu ya mwenzako ambayo unajua unamsumbua na wala hautanunua hicho kitu. Kwa hiyo mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama anatukataza hilo, ni jambo la husda. Na ndugu zangu watukufu Waislamu, akasema jambo la tatu mtume wetu Muhammadi ambalo linalobomoa undugu na kuvunja undugu wa la ilaha illa Allah ukosekane na mapenzi yaweze kukosekana. Akasema jambo la tatu, wala tabaghadu, wala tabaghadu, na wala msichukiane. Msichukiane Waislamu, haya ni mafunzo ya mtume. Lakini unamkuta mtu ndugu yangu anamchukia Muislamu mwenzake moja kwa moja, hakuna kusema wala kujuliana hali. Subhanallah, ndugu yako Muislamu, kalima moja, shahada moja, kitabu kimoja, Qur'ani moja, kibla chenu kimoja, wallahi mnaikaa msemeshani, hamzungumzi hili neno. Ndugu zangu, mtume ametukataza tusifanye hayo. Wallahi mtu amsemeshi ndugu yake wala kumjulia hali. Mtume anatuambia ya kwamba hata kama utamchukia ndugu yako Muislamu, basi usimchukie kupita kiasi. Isikilize hadithi ya mtume Muhammadi, ahbibi habibaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawma ma. Unapompenda mtu, unapompenda Muislamu mwenzako, mpende, lakini usimpendi 100%. Zuia kidogo, usimwambie kila kitu. Zuia kidogo, usimueleze siri zako zote. Ndugu yangu, huenda huyo unampenda akaja kuwa, huenda huyo unampenda ukaja kumchukia zaidi. Ndugu zangu watukufu Waislamu, hayo ni mafunzo ya mtume Muhammadi. Ukimchukia mtu, mchukie kiasi na usimpi siri zako mwenye unampenda. Na huenda huyo unaweza kumpenda akaja kuwa anatumia siri zako labda na kuzipeleka kwa watu wengine. Kisha mtume akatufundisha ya kwamba na kama itafikia wewe kumchukia ndugu yako Muislamu, usimchukie 100%, usimchukie 100%, mchukie kiasi, acha muda, huenda atakuwa rafiki yako. Akasema katika hadithi, wa abghad baghidaka hauna ma asa an yakunu habibaka yawma ma, rawahu Abu Daudi. Anasema ya kwamba na kama utamchukia mtu, usimchukie moja kwa moja. Huenda huyo unamchukia ndugu yako Muislamu akaja kuwa rafiki yako, au nyinyi wawili kaendelea kuweza kuchukiana, lakini kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watoto zenu wakatokea kupendana, watoto zenu wakaoana. Sijui huyu huko utakuwa namna gani. Baba na baba wanachukiana, alafu watoto wanakuja kuoana, na haya yanapatikana dunia. Ndugu zangu, kwa hiyo unamchukia mtu, usimchukii kupita kiasi, weka kidogo kipimo. Na unapompenda mtu, usimpendi moja kwa moja, weka kidogo kipimo. Kwa hiyo hayo ni mafunzo ya mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, tunafundisha na mtume ya kwamba tuweze kuacha kuchukia wenzetu. Uchukie kwa kidogo na wala usichukie zaidi, kwa sababu ukichukia zaidi kuna mambo ambayo huwezi kuyatekeleza kuweza kumfanyia. Na ndugu zangu watukufu Waislamu, akaendelea mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, usifanye hivyo kumchukia ndugu yako Muislamu. Mazuri anayoyatenda ni mengi, na kama ndugu zangu huenda wewe na yeye mtakuwa mnachukiana, tambua ya kwamba inawezekana mkaja kupendana siku moja. Na tambueni ya kwamba mtu wa husda, ndugu zangu watukufu Waislamu, hayaonagi mazuri ya mwenzake, hayaonagi mazuri ya mwenzake,
Kama mtu hampendi mtu hawezi kuona mazuri yake. Chuki ndugu zangu inapelekea mtu asiwi mwadilifu katika kugawa, utadhulumu haki ya mwingine. Chuki ndugu zangu inakufanya uwe rahisi kuweza kumdhulumu mtu. Chuki ndugu zangu watukufu Islamu hufungua milango ya shari. Hiyo ndugu zangu ni husda ambayo na chuki inafungua milango ya shari. Lakini ndugu zangu watukufu Islamu, kwa wakati mwingine imeruhusiwa mtu anaweza akamchukia mtu na bali akapata thawabu. Lakini ndugu zangu anatuambia ya kwamba mtu anaweza akapata thawabu ikiwa atamchukia Muislamu mwenzake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akimpenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu imani ya Uislamu inatuambia umpende mtu kwa ajili ya Allah na umchukie mtu kwa ajili ya Allah. Kama kisa kiliyotokea Ulaya ndugu zangu, kuna zama moja kafiri wa Ulaya kaichukua Qur'ani akaichoma ndugu zangu, kaiteketeza Qur'ani kwa kuichoma. Na pili, kama yule Mfaransa ambaye aliyechora sura ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa umbile lililokuwa libaya. Ndugu zangu, hawa watu inabidi kuwachukia na unapata thawabu. Na kuna ndugu yetu hata umoja aliritadi kwa ajili ya kupenda dunia, na kisa hichi mnakijua. Alikuwa anaikaa Kavumu, akaingia katika mambo ya kampeni Waislamu ili apate kuchaguliwa. Akakosa watu wa Kristo, akamshawishi ya kwamba mwe Waislamu mko wadogo, toka sisi tutakuchagua. Akatoka katika Uislamu, wakampa shuruti ndugu zangu, aweze kuchoma Qur'ani, aweze kuchoma mavazi, aweze kusoma ile misabaha, kale kakitu anakuwa anafuata tasbihi. Walikaleta ndugu zangu na wakakachomea hapa kama ni kumater day. Wallahi, na hapa ndugu zangu ripoti, wale mapadiri waliokuja kuchoma vile vitu hawakuvuka msari, gari lianguka maji na wakafa na gari haikuonekana. Huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analipa kisasi kwa watu ambao watakaovuka mipaka katika dini yake. Kwa hiyo ndugu zangu, na ndugu yetu huyo alikufa hasemi, akitaka kupiga kuita mtu anagonga kakitu, anajinyambia hapo hapo paka aliondoka duniani. Uongozi ya kuupata na akhera kuipata na motoni ameingia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo mtu anastahili kumchukia mtu ambaye atakayekuwa amefanya jambo libaya, kachoma Qur'ani, amefanya jambo libaya, kamtukana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Msikilizeni mtume anasema nini: man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Daud. Anasema Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakayempenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kamchukia mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakasema fi sabilillah, ukatoa mali yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kaziwia mali yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, anasema mtume ya kwamba faqad istakmala al-imani, mtu huyo ndugu zangu imekamilika imani yake. Ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa na imani iliyokamilika. Ama jambo la 4 ndugu zangu linalovunja na kubomoa undugu wa Uislamu, anatuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wala tadabaru, enyi Waislamu, na wala msipeani migongo mkakosa kusemezana. Msipeani migongo mkakosa kusemezana. Mtume anasema ndugu zangu, msifanye hivyo. Ikiwa ndugu yako Muislamu amekukasirikisha mpaka ukafika kumchukia, ukatambua ya kwamba huyu mtu namchukia, Uislamu umekupa siku 3 Muislamu ili kutuliza hasira zako. Usizidishi ya 4 ukakosa kuzungumza na ndugu yako Muislamu. Hii ni hadithi ya mtume, anasema ya kwamba la yahillu almuslimi an yahjura akhahu fawqa 3 ayami, si halali kwa Muislamu kumuhama ndugu yake Muislamu zaidi ya siku 3. Wanakutana, huyu anampa mgongo, wala tadabbaru, anageuka huko anafanya kama amuoni, akija huko anataka kumsalimia anageuka huku. Ni maposteri hayo utayaona hata msikitini yanafanyika kwa watu ambao wasiosema haya. Ndugu zangu watukufu Islamu ametukataza, akasema mtume, wa khairuhuma yabda'u bisalami, mbora wao kwa hao wawili ni yule ambaye atamfuata mwenzake akamwambia assalamu alaikum, afshu salamu bainakum. Salama inaleta undugu, salama inaondoa chuki, salamu inaleta mapenzi. Toleaneni salamu. Awala adullakum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum, anasema mtume, nikuonesheni jambo
mkishikamana nalo kulifanya litajenga mapenzi baina yenu. Afshu salamu bainakum. Waislamu tulianeni salamu. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Akatuambia jambo lingine ambalo linavunja undugu la tano ndugu zangu, akasema wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'dhi, na wala mmoja wenu asiuzishe juu ya biashara ya mwenzake. Labda tulete mfano ieleweke, ndio maana nilisoma kwanza hadithi alafu tulete sharehe kila mmoja atambue. Mfano ndugu zangu, watu wawili wanauzisha biashara moja, mteja akaja akaingia kaduka la mwenzako akanunua kitu, alafu akatoka mwingine anamuita, jamaa amekuuzishia bei gani? Anasema kaniuzishia $20. Anamwambia rudisha, mimi nitakupa kwa $10. Mtume ametukataza tusifanye hiyo ndugu yangu, kuweza kumfanyia mwenzako ubaya, anatafuta riziki. Hawa maswahaba hawakuwa hivyo ndugu zangu. Hata alikuwa ameshauzisha yeye, unakuja kununua kitu kwake anasema hapana, pale kwa jirani sijaona mtu anaingia na chako kimeharibika. Hapana, kijaribika mwenzangu hajapata riziki. Lakini sisi tunakula winga na tunamkataza mtu arudishe biashara ya mwenzako anunue kwako kwa $10. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Islamu, Mtume anatukataza kufanya hivyo, inavunja undugu hata kama mtakuwa mmezaliwa tumbo moja. Kwa kuwa Mtume alikuwa ni mwalimu, kwa kutaka kuondoa haya yote tuliyozungumza akalileta neno akasema wakunu ibadallahi ihwana, kwa kutaka mafujo yaondoke, chuki ziondoke, husda iondoke, kupeana migongo. Kuweni wa ndugu wenye kupendana, kuweni waja wa Mungu wenye mapenzi ndugu zangu watukufu Islamu, na mjiepushe kabisa kutokana na sababu ambazo zinaweza zikavunja undugu. Lindeni undugu wenu, hilo ni jambo ambalo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, na akasema kwamba jambo akatuambia Mtume wetu Muhammad kulinda undugu. Ndugu zangu, hayo ni mambo matano ambayo anatakiwa kila mtu ajiepushe nayo, kila mtu ajiepushe nacho, kila mtu ajiweke nalo mbali. Kisha akasema almuslimu akhul muslim, tambueni ya kwamba muislamu ndugu yake muislamu. Akaleta mafunzo ya Mtume wetu kwa yale mambo tuliyosema inabidi mtu ajiepushe nalo. Akasema ya kwamba muislamu ndugu yake ni muislamu, na kama wewe ndugu yangu unajua ndugu yako ni muislamu, kuna mambo ambayo hautakiwi kumfanyia ndugu yako muislamu ili sije kavunje ndugu wenu. Akasema jambo la kwanza, la yadhlimuhu, muislamu wa kweli hawezi kukubali kumdhulumu ndugu yake muislamu mahama kana, hata akikuta anaonewa lazima asimame na ateteye. Akasema muislamu wa kweli wala yahqiruhu, wala muislamu mzuri hawezi kufanya dharau kwa ndugu yake muislamu. La tatu akasema wala yahdhuluhu, wala muislamu hawezi kuacha kumnusuru ikiwa kama anataka nusra kutoka kwake. Wanazuoni ndugu zangu watukufu Waislamu wakatuletea mambo 7 ambayo ndiyo sababu ya mtu kuweza kumdharau mwingine. Wakasema sababu ya kwanza ya mtu kuweza kumdharau mtu mwingine ndugu zangu ni elimu. Al-ilmu, ilmu inaleta kiburi, ilmu inaleta dharau. Kama hiyo ilmu ndani yake haitakuwa na uchamungu, awe ni Mfaransa awe ni Mwarabu, maadamu elimu itakuwa ina uchamungu, na mimi huwa nayashuhudia hata wa Ufaransa wakikutana, huyu ni lisansie na huyu ni diplome, utasikia maneno yanatoka mkinywa ya dharau kusema wewe umesoma nini, mimi niko juu yako. Hali kama hii elimu ya namna hii ndugu zangu watukufu Waislamu inaleta kiburi na inaleta dharau. Kama ndani ya moyo hakutakuwa ucha Mungu, msikilize Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Anasema ya kwamba man talaba al-ilma, atakayetafuta ilmu, liumari bihi sufau, ili ajioneshe kwa watu kama yeye ana elimu kwa watu wajinga, au yujari bihi ulama, au atake kupingana na wanazuoni, au yasrifa bihi ujuha nasi, au watu waelekeze sura zao kwake waseme huyu ni msomi anajua. Anasema Mtume wetu Muhammad adhalahu Allahu nara, Mungu atamuingiza katika moto. Adhana Allahu minna wa iyyakum minan nar, Mungu atuepushe mimi na nyinyi kuweza kutuingiza motoni. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, hiyo ni sababu ambayo inamfanya mtu aweze kuingia motoni. Ama sababu ya pili ndugu zangu ambayo inamfanya mtu amdharau mwingine, wakasema ni mali. Ndugu zangu, kutokana muda unatukimbia tunakwenda mbio, mali inaleta kiburi na dharau, na wanazuoni wamesema alfulusi tughayiru nufusi, ya kwamba asili ya mali ubadilisha roho. Mtu alikuwa na mali ndogo, alikuwa mwema, anatoa, anafanya mambo ya khairati, ikipanda anakuwa mgumu, anakuwa kaidi, anasema maneno mabaya, hata
kisa cha Karuni mkikisoma ilikuwa ni hivyo. Baada ya mali kupanda alianza kuleta dharau kwa Nabii Musa alayhi salatu wasalamu. Mungu anasema kalla innal insana la yatgha, sivyo hivyo hakika mwanadamu ni mwenye kuchupa mipaka, arraahu staghana, akijiona amepata mali. Kwa hiyo mali ni moja ya sababu ya kuweza kumfanya mtu awe na dharau. Sababu ya tatu ni cheo. Ndugu zangu, cheo nacho kinamfanya mtu aweze kuwadharau wengine, kujiona yeye ana cheo, labda anajulikana, anaheshimika, ana wafasi. Hii inamfanya mtu kujiona ni bora zaidi ya wengine. Hichi ni cheo ndugu zangu, ikiwa kitakosa ucha Mungu kitakupelekea sura kama hiyo. Sababu ya nne ndugu zangu ni mtu kuwa na nguvu, kama vile tunavyoona wakina Pomba Solution. Mtu ana mkono wa kiasi hii, basi akikaona kadogo anakadharau, na ndio hivyo ilivyo. Wewe utanifanya nitakunyanyua kwa mkono nikutupe nje. Mtu kuwa na nguvu nayo usababisha kuleta kiburi na dharau. Akasema sababu nyingine ya kwamba ni mtu kuwa na matendo yaliyokuwa mengi ya kheri, matendo mazuri, anasali, anafunga, anasoma Qur'an, anatoa sadaka. Hii inafanyaga muone mwingine ambaye ana sala za kawaida kama afai na yeye ndio mbora. Ni katika matendo ambao wanazuoni wameeleta. Na sababu nyingine wakasema ya kwamba ni mtu ndugu zangu kuwa na sura nzuri na maumbile mazuri, nayo mfanya mtu akajiona. Na hasa kwa wanawake ndugu zangu, hii tabia iko, wakishajipodoa na kupendeza manguo yao wamevaa, akimwangalia mtu pembeni anamuona afai kama sio yeye. Inamfanya mtu ajikuze kwa kuwa ana sura nzuri, ana maumbile mazuri. Na sababu ya mwisho ndugu zangu watukufu Islamu, wakasema ya kwamba ni kabila. Kabila nayo mtu anasema mimi ni kabila fulani, nayo inamfanyaga mtu awe na dharau. Labda kabila anajulikana wakina bin Kinana wa bin Kinkilabe. Hizi kabila zinajifanya kujitukuza. Ni moja ya kuvunja undugu wa Kiislamu, na hali ya kuwa sisi sote kwa Mwenyezi Mungu tuko sawa. Anasema Allah Jalla wa Ala, waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, nimekufanyeni makabila na mataifa mbalimbali ni kujuana tu. Mbora wenu akitaka awe juu ajitengeneze kuwa mcha Mungu, ndo atakuwa mbora mbele ya Mungu. Lakini katika hizo kabila zote ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akainua tu kabila moja ya mtume wetu Muhammad. Familia yake ndio ilikuwa familia tukufu Ahlul Baiti Rasulillah. Na kwa sharti ndugu yangu, kwa kutaka uwe ndani ya familia ya mtume, kwanza uwe muaminifu na pili uwe mtu mwema. Hizi ndio wameweka wanazuoni, sio kusema eti Abu Lahab alikuwa ni mtu bora katika kabila la mtume, lakini ni paka uwe Muislamu na uwe muaminifu na mtu mwema. Kwa hiyo hayo ndugu zangu watukufu Waislamu ndio mambo ambayo ikiwa kama sisi tutayaacha, Uislamu wetu utakuwa pamoja, mapenzi na huruma itarudia, na watu watapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqulu wa biqawlihi yaqtadul muhtaduna jalla jalaluhu fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Inueni mikono yenu muombe Mwenyezi Mungu, huenda akatuondolea ya makosa na akatufanya kwa Waislamu waliokoboa. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد هو وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ndugu zangu watukufu Islam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mlezi wa viumbe vyote. Mwisho mwema ni kwa wale watakaounga undugu wa la ilaha illa Allah, na mwisho mbaya ni kwa wale watakaobomoa la ilaha illa Allah. Na shuhudia kuna Mola pasiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika, na ninashuhudia shahada ya pili ya kwamba bwana wetu Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Kwa kazi kubwa aliyoifanya sisi tukawa msikitini, hatuna budi kumwomba Mungu apeleke sala na amani juu ya mja wake na mtume wake Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na sahaba kiram na wote watakaomfuata kwa mpaka siku ya mwisho. Waja wa Allah, nakusieni kwa mara ya pili bila kuisahau nafsi yangu, tumche Mungu ndugu zangu, tusikilize tunayoambiwa, tuwe waja wema na tuache mabaya. Waja wema walihusiwa na wakasikia na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Na ndugu zangu watukufu Waislamu,
kwa kutaka sisi tuishi vizuri. Ndugu zangu, tuishi vizuri, amani ipatikane na usalama katika dini yetu na maisha yetu. Tuepukane na mambo haya aliyosema mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kullu muslimu ala almuslimu haramu damuhu wa maluhu wa irduhu. Kila muislamu juu ya muislamu mwenzake ni haramu kufanya kampeni ya kumwaya damu ya ndugu yako, ni haramu kumdhulumu mali yake, na ni haramu ndugu yangu muislamu kuweza kuvunja heshima cheo chake. Haya maneno ndugu zangu tukayachukua na kuyaweka katika vitendo, amani na usalama utapatikana. Ninamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke miongoni mwa wale waja ambao aliyosema yeye mwenyewe katika Qur'ani, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Waja wazuri ni wale ambao wanasikiliza maneno yale mliyaona mazuri yachukueni myafanyema kazi, na yale mliyaona yafai yawekeni pembeni. Uislamu utakwenda mbele. Ninamwomba Mungu atuongoze katika njia yake iliyonyooka. Amri ya Mungu inasema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an arba'ati al-khulafa'i rashidin minhum Abi Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa an sittati al-mubashirin bil janna wa ana ma'ahum bi karamika wa ihsanika ya akram al-akramin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin fi ad-din wansur ibadaka al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minna wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ilayka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ati nufusana taqwaha آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.